Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla munaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za asubuhi ya leo vendredi le 7 Novembre 2025. Tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari za mapigano makali yanayoendelea kati ya wazalendo FARDC FDNB na wasi wa AFC M23 Twirwaneho Ngumino na Redi Tabara ndani ya maeneo ya Sud Kivu na Nord Kivu. Kama kawaida, hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, mu comment na mu like, mu partage habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge nasi na sheni yetu ya WhatsApp. Gusa hapo mu commentaire utapata linki yetu, ujiunge nasi, utakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Na habari zetu za asubuhi ya leo tuzianzie kuhusu wanajeshi wapya zaidi ya 50 wa AFC M23 ambao walijiunga na FARDC. Hawa wanajeshi walijisalimishaka na silaha zao. Wengi wao ni wanajeshi wa askari polisi na wale wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo waliokamatwa mateka na AFC M23 wakati wa kukamata mji wa Goma na Bukavu na kupelekwa ndani ya maeneo ya formation militaire Chanzu pamoja na Rumangabo. Wanajeshi hawa baada ya kumaliza formation militaire ya AFC M23 ya miezi 7 walipelekwaka ku mafro tofauti. FARDC baada ya kuona hayo ikatoa wito kwa wanajeshi hao wote waliokuwa wazalendo wa FARDC wa polisi kuwa warejee ndani ya FARDC watumikie nchi, na wanajeshi tangu siku hiyo wakaanza kuitika wito huo, wakajiripoti kabisa, wakajisalimisha kwa FARDC. Na jana sasa ndani ya mji wa Beni wanajeshi zaidi ya 50 wa AFC M23 walikuwa presente ku gouverneur Somo Kakule wa Nord Kivu. FARDC ndiyo iliwapresente ku gouverneur ikimonesha wanajeshi wapya ambao wanajiunga kwa ajili ya kupigania nchi, wapiganishe waasi wa AFC M23 wanaokuwa na lengo la kubalkanize nchi ya Kongo. Nikiwakumbusha ya kwamba si mara ya kwanza au ya pili, ni ya tatu, na wanajeshi wale waliokamatwa Goma na Bukavu wako najisalimisha. Wengi wa wanajeshi hao wanaendelea kuwatoroka hao waasi wa AFC M23 na kujiunga na FARDC. Hao nao wengine wapya zaidi ya 50 walijiunga na FARDC ili wapiganie nchi kama vile walivyo kubali hayo wakati walikuwa kama formation ya FARDC, yani arme ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu. Siku ya jana mnajua ya kwamba mapigano makali yaliripotiwa ndani ya maeneo ya Bilalombili Poezero huko Moho Plateau de Fizi, maeneo ya Rugezi. Kwa sasa huko kabisa hali ni ya wasiwasi baada ya atake ya wale wanajeshi wa Twirwaneho Ngumino Redi Tabara AFC M23. Hali iliendelea kuwa ya wasiwasi sana mu maeneo hayo, wakaji wanaendelea kuyaondoka maeneo hayo wakikimbia vita vikali vinavyoendeshwa na hao waasi wa AFC M23 Twirwaneho Ngumino zidi ya wanajeshi wa FDNB FARDC pamoja na wazalendo, na hali inaendelea kukua tete sana. Na baada ya muda mchache na wameanzisha mapigano hayo, MRDP Twirwaneho ilikuja kutangaza ya kwamba imekreye groupe arme. Ile jina ya MRDP Twirwaneho ilikuwa mouvement politique, haikukuwa nani arme. Sasa walikreye arme yao ambayo waliita FRP Twirwaneho, Force Républicaine Populaire Twirwaneho. Ile njo
arme yao ambayo walikreye. Walitangaza wanaoongoza arme yao makolonele ambayo walinome pale, kuko yule Gakwerere Charles, mnamjua yeye ndio mwenye anaiongoza kwa sasa, Gakunzi Masabo John na wengine tofauti. Walisema ya kwamba wanakreye ile grupe arme ili wajilinde kabisa, wakuwe na parti politike wakiwa pamoja na grupe arme ambayo itapigana kwa lengo la kufikia yale ambayo wanayataka. Kwa sasa Twirwaneho nayo kabisa waisha kuwa na grupe arme ambayo waliita FRP, Force Republicaine Populaire. Haiko tena kupigana wakiwa mwile mouvement politique, waisha kreye arme yao. Hiyo ni tangazo ambayo walitangaza siku ya jana wakati walikuwa wakiendesha vita zidi ya FARDC na wazalendo pale maeneo ya Haut Plateau de Fizi. Taarifa zetu zinaendelea. Baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, Etats-Unis d'Amerique inaendelea kufanya kazi yake ya kukuwa mpatanishi ili kutekeleza yale ambayo waliyakubaliana. Siku ya leo viongozi wa Kongo na viongozi wa Rwanda watakutania ndani ya nchi ya Marekani, huko ambapo watafanya kikao kikuu kinachokuwa na malengo ya kuandaa namna ya kuendelea kuyatekeleza yale walio ya kubaliana ndani ya makubaliano ya amani walio ya sign 27 Juin ndani ya mwaka huu. Etats-Unis d'Amerique inazitaka pande mbili kuanza kutekeleza yale ambayo waliyasaini ya kwamba watayafanya. Inataka kabisa waanze kufanya hayo ambayo waliyasaini. Ndiyo maana siku ya leo kuna kikao kikubwa huko ambapo kuna viongozi wa Kongo watakao kuwa huko na viongozi wa Rwanda pamoja na wapatanishi wao wa Marekani ili kuongelea hayo, waanze kufanya yale ambayo waliyasaini wakati wa kusaini kwa makubaliano ya amani. Tuelekee ndani ya teritware ya Masisi, hapo ni ndani ya Nord Kivu. Ndani ya teritware ya Masisi kuna mwanajeshi wa wazalendo ambaye ni colonel, alijiunga na waasi wa AFC M23. Anaitwa Colonel Dunia Ntamugabumwe. Huyu alikuwa nafanyia kazi ndani ya maeneo ya groupement Nyamaboko Premier, yani Nyamaboko ya kwanza, pale ni muteritware ya Masisi. Huyu alijiunga na wasi wa AFC M23, alikuwa na wanajeshi wake pamoja na silaha zake. Huyo kolonele alisha wasaliti wazalendo, kwa sasa alijiunga na AFC M23. Tuelekee ndani ya mji wa Goma. Siku ya jana kuna wakaaji wengi wa Wanyarwanda waliokuwa wanaishi ndani ya nchi ya Kongo ambao walivuka na kuelekea ndani ya nchi yao ya Rwanda. Hawa wakaaji walikuwa zaidi ya disa 20 kabisa, walivuka wakaelekea ndani ya nchi yao ya Rwanda. Hawa wakaaji wako naondoka ndani ya nchi ya Kongo wakielekea Rwanda kupitia makubaliano yale ya amani waliosaini kati ya gouvernement ya Kongo na Rwanda, ambapo walikuwa wamepatana ya kwamba wakimbizi watakuwa na rejea ndani ya nchi zao za asili. Ndiyo maana jana hao walivuka na kuelekea ndani ya nchi yao ya Rwanda, walipitia Grande Barriere ya hapo Goma la Corniche, wakaelekea ndani ya nchi yao ya Rwanda. Na kama ukumbusho, ni kwa mara ya 4 ambapo wakimbizi wa Wanyarwanda waliokuwa wanaishi ndani ya nchi ya Kongo wako na rejea kwao. Ni wengi kwa sasa ambao kwa walifika ndani ya Rwanda na wanatoka ndani ya nchi ya Kongo. Ni mojawapo ya mambo walio ya saini wakati wa makubaliano ya amani walio saini kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, wakiwa pamoja na EHCR ambayo inakuwaka na jukumu kabisa ya kujua maisha ya wakimbizi.
Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu tuelekee ndani ya Ituri. Ndani ya Ituri jeshi la nchi lilitangaza kuwa limekamata David Unyerto, msemaji maarufu wa harakati za wasi wa CRP wanaoongozwa na Thomas Lubanga zinazofanya kazi ndani ya maeneo tofauti huko Nyamamba, Chomia na Kasenyi. Kwa mjibu wa ripoti ya siku ya jana, David Unyerto alishinikizwa pamoja na mtu mwingine ambaye anaitwa Charles Kakani, ambapo hawa walikuwa wameombwa kuacha mradi wowote wa kufufua vita. Mamlaka za kijeshi hasa Lieutenant Ngongo waliwatahadharisha wasijidanganye na wageni kuunga vikundi vipya vya waasi, wakionyesha uzito wa mpango huo katika jimbo ambalo tayari linaathirika na majanga ya usalama yanayodumu. Huyu David Unyerto alikuwa ametangaza ya kwamba atampa $15,000 yule ambaye atakamata msemaji wa jeshi la Ituri. Kwa bahati mbaya leo yeye mwenyewe alikamatwa kama paka. Hiyo ni ishara yenye nguvu iliyotumwa kwa wote hao wa Kongo wanaojaribu kuzamisha nchi katika damu. Ninazungumzia Willy Ngoma na wenzake. Muda utawakamata, alisema Kasindi Emmanuel, mwanajamii mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Ituri. Mefre, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kujiabone kama kawaida, yani kusubscribe, mzisambazi habari hizi ziwafikie wengi. Asante sana.